tunaishi katika ulimwengu wa aina mbili. Sisi kama binadamu tunaishi kwenye ulimwengu wa mwili na tunaishi kwenye ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kimsingi ulimwengu wa kiroho ndio unaotawala ulimwengu wa kimwili. Ulimwengu wa kiroho ndio unatawala ulimwengu wa mwili, na ulimwengu wa kiroho tayari umeshakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu wa kiroho umekamilika. Yaani ulimwengu wa kiroho sasa hivi hatujaanza mwaka 2021, lakini tayari wenyewe una Januari 2021 mpaka Disemba 2021. Una mpaka 2050 uko huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ulimwengu wa kimwili unafuata zile hatua za ulimwengu wa kiroho. Kwa ulimwengu wa kiroho kila hatua inayopiga ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kimwili unafuata. Bwana Yesu asifiwe. Hivi inawezekana mimi nikawa type barua hapa ikajiprint yote kabla sijamaliza kutype? Haiwezekani, si ndio? Lazima mimi ninachotype kiishe kwanza ndipo nikaprint. Tumeelewana? Haiwezekani eti mimi hata nimekupiga picha hata sijasafisha wewe picha ukawa nayo. Hicho kitu hakiwezekani. Ndio vile vile. Kwa ulimwengu wa kiroho ni kama mtu anayetype kwenye kompyuta. Ni mpaka amalize kutype ndipo akupe ukaprint pale stationery. Ina maana ulimwengu wa kiroho ni mpaka ukamilike ndipo ufuate ulimwengu wa kimwili. Tunaelewa? Kwa hii tarehe 31 ya leo, tarehe 1 mwezi wa kwanza 2021 ambayo tunategemea kuanza kama baada ya dakika 47 hivi, katika ulimwengu wa roho tayari ipo na imeshaanza na haijaanza leo. Tumeelewana sio? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukija kusoma Waefeso 6:10 mpaka 14 inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu wa kiroho. Ikimaanisha kuwa hata adui yetu shetani yupo katika ulimwengu wa kiroho. Ina maana kwa sababu yupo katika ulimwengu wa kiroho, basi yeye shetani ameshaiona 2021 kabla hatujaiona. Unaelewana? Na Mungu naye yupo katika ulimwengu wa kiroho. Itimizi anaijua 2021 na 22 na kuendelea kabla sisi wenye mwili na nyama hatujaiona. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alitoa mfano mmoja akasema, mkulima alilima shamba, alivyolima shamba, alivyosinzia tu akaja mtu mwingine akapanda vitu vingi. Ndio shetani alivyo. Kwa sababu anaujua mwaka 2021 tayari na yupo kwenye ulimwengu wa kiroho, anaweza akapanda chochote akijisikia yeye. Kwa yamkini mwaka 2021 Mungu alikusudia kabisa tarehe 1 au tarehe 2 Januari 2021 wewe fulani upate kitu fulani. Sawa sawa? Lakini kwa sababu shetani ameshakiona kile kitu kitambo kabla wewe haujakiona, ametoa ile embe au ile apple ambayo Mungu alikuwekea, amekuwekea kigunzi ambacho kina hata mahindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utafika ile siku ambayo Mungu anategemea upate kitu kizuri, utavuna kigunzi, utasema labda ndio ilikuwa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kumbe sio, alikuja mtu mwingine akapanda vitu vingine. Kwa point yangu nini? Sisi au mataifa wanaposherehekea mwaka kuja kwa kunywa pombe, kwa kuruka, kwa kupiga muziki na kadhalika, hawajui siri iliyojificha wapi? Ndani. Ila sisi Mungu ametupa siri hiyo. Maana amesema tukosi kuzijua fikra za nani? Tumeshaijua hiyo siri. Kumbe shetani mjanja. Anataka tusisali, tusiombe ili apande vitu vyake. Ila kwa hiyo tumegundua kwa waganga wapo leo hii katika mwaka huu 2021 tunaokuja, kuna manuizi wao wameshayapanda. Tumeelewana? Wameshaongea kabisa mwaka 2021 ukija fulani wameshaongea vitu vingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ndio muda wetu na sisi wa kuongea vitu vyetu katika mwaka 2021 na kung'oa vile vitu ambavyo adui alivipanda ambavyo sio vya kwetu sisi. Tunaelewana? Wakorintho wa kwanza 5:17 inasema hivi, kila pando asilipandani ni Mathayo. Kila pando asilipanda Baba wa mbinguni litafanyaje? Litangolewa. Kumbe kila pando ambalo Mungu akulipanda kwetu sisi mwaka 2021 ndio muda wetu wa kufanyaje? Wa kuling'oa. Ukiliacha likimea unalo. Tunaelewana? Utambua thamani na kuanza mwaka, ya kuanza mwezi, ya kuanza wiki, ya kuanza siku. Kwa sababu hata siku unavyoanza siku mpya ni chance ya shetani kupanda vitu vyake. Kumbe kama mwana wa Mungu unavyoamka tu asubuhi, lazima umuombe Mungu, bwana Mungu nakushukuru nimeamka, lakini natambua nilivyokuwa nimelala yamkini kuna jamaa alikuja akapanda mbegu zake ambazo sisi zitambui. Kwa sababu nalitambua hilo, Bwana unilinde unipiganie.
na chochote kilichopandwa usiku kupitia ndoto, kupitia mawazo, fikra na kadhalika, ninafanyaje? Ninaking'oa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tambueni umuhimu wa kuanza mwaka, tambueni umuhimu wa kuanza siku, wiki, hata kuanza lisaa. Bwana Yesu asifiwe. Kila hatua shetani kwake ina mata. Wewe unachukulia kitu simple, yeye ndicho kina umuhimu hicho. Ni kama darasani ukisema topic hii mwalimu atoaji, anatoa pale pale. Tumeelewana? Kwa hiyo simchukulie poa. Ona ni chance nyingine ya kuanza na Mungu mwaka 2021. Bwana Yesu asifiwe. Enjo. Tukapa. Tunaelewana? Ona ni chance nyingine ya kuanza na Mungu mwaka 2021. Tambua kabisa Mungu anaanzia kutenda rohoni, hata shetani anaanzia wapi? Rohoni. Kwa lazima ujue namna ya kuathiri Mungu wa kiroho ili uweze kupata majibu yako. Tunaelewana? Sasa mwaka 2021 unaokuja ni kama, tuchukulie mfano ni lijitu. Bwana Yesu asifiwe. Nipo serious kidogo. Mwaka 2021 unaokuja tuchukulie mfano ni kama lijitu. Tunaelewana? Kwa nini lijitu? Kwa sababu kimsingi shetani ndio mfalme wa dunia hii. Shetani ndio anatawala ulimwengu tunaouona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni kama ni lijitu kwa sababu lipo tayari kwenye miliki ya shetani. Yaani mwaka 2021 kimsingi upo kwenye miliki ya shetani. Ila sisi kwa sababu ni watoto wa ufalme tuna sehemu yetu humo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwaka kimsingi shetani ameshapanda vitu vingi sana katika ulimwengu wa kiroho ambavyo kwetu sisi havitufai. Usitegemee shetani akakupandia wewe baraka, kazi nzuri, division 1, hicho kitu hakipo. Tumeelewana? Kuna watu wengine mdau tunavyoongea kwenye mwaka 2021 sasa hivi kwa waganga wanatambika na kadhalika. Tunaelewana? Lakini sisi tumepata chance kama Daudi alivyopata chance mbele ya Goliath. Mwaka 2021 ufananishe na Goliath. Ingia Daudi, yani ile Goliath ilikutana na Daudi ndio ashumu mwaka 2021 walikutana na Daudi vile. Ukamjia na Koloani, ukamjia na mailizi ule mwaka, unakutisha. Nimeona kwa mwaka huu kulikuwa na corona, sasa mwakani kuna corona B, kuna corona C. Bwana Yesu asifiwe. Mwakani uchumi kama ulikaza 2%, mwakati unaenda kukaza zaidi, unakuja na vitisho vya hali ya juu, tetesi za vita na vitu vingine vingi mno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Daudi aliona tofauti. Daudi aliona akuona kama watu walivyokuwa wanaona ule mwaka. Akuona kama dunia ilivyokuwa inatazama ule mwaka 2021. Kwa utakuwa ni mwaka witili. Ule mwaka ugawanyiki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu ni kama miaka mingine tu. Biblia inasema kila mwaka wa Mungu ni mwaka uliokubalika. Hakuna mwaka witili wala mwaka tasa. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 17:45. Samueli wa kwanza 17:45. Samueli wa kwanza 17:45. Nimefika wote. Nasema hivi, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti. Ndipo Daudi akamwambia yule, hapo jitaje wewe sasa yani. Afu unauambia mwaka 2021. Turudie. Ndipo akamwambia yule ana. Bwana Yesu asifiwe. Sema pende Daudi tena jina lako. Sema hivi, ndipo Rafa akawaambia mwaka 2021. Tumeelewana? Taja jina lako hapa. Twende 1 2 3. Ndipo Rafa akawaambia mwaka 2021. Turudie tena. Ndipo Rafa akawaambia ule mwaka 2021. Kila mtu ataje jina lake. Kwenye Mfilisti. Kwenye Daudi kila mtu ataje jina lake. Afu kwenye Mfilisti weka iseme kwanza sentence peke yake. Ndipo Daudi, subiri, akamwambia yule Mfilisti. Nasema hivi, akamwambia mwaka 2021. Bwana Yesu asifiwe. Tunarudia kwa pamoja Ndipo Rafa akawaambia ule mwaka 2021. Ya mwisho, ndipo Rafa akawaambia ule mwaka 2021.
wewe unanijia mimi na upanga na korona na ugumu wa uchumi na visa vya kila aina na umasikini na magonjwa, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ule mwaka umeuambia sasa, wenyewe usudi kutisha na umeutisha. Bwana Yesu asifiwe. Ulikuja wakwambia huyu Mfilisti, kimsingi kusoma historia, Daudi alikuwa mtoto mwenye kimo kidogo. Mtoto mdogo miaka 12, sawa? Huyu Mfilisti alikuwa ni wale majitu, bonge la mtu, pandikizi la mtu. Daudi akajitolea kwenda kupigana na Mfilisti baada ya Waisraeli wote kukataa, kwa sababu alijiona kama vipanzi, sawa? Mfilisti alipomwona Daudi, kwa sababu Mfilisti alikuwa ameshika maupanga, ameshika mijeledi, ameshika mikuki. Alivyoona ka Daudi kanakuja mbele, akasimama akacheka. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, sasa wewe kaka zako wamekimbia, wewe upo hivi unaenda wapi? Tumeelewana? Daudi akamwangalia akajua kabisa huyu Mfilisti kwa akili zangu mimi Daudi na kwa nguvu zangu simuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Sifanyaje? Simuwezi. Akagundua siri. Kwa siri ipo kwenye kumjua nani? Mungu. Akasema okay, anyway, mimi sikuwezi, lakini kwa sababu unanijia na mikuki na upanga, mimi nakujia kwa jina la Bwana. Nani anajua baada ya dakika 5 kilitokea nini? Nani anatambua? Goliath aliuawa. Bwana Yesu asifiwe. Goliath alifanyaje? Daudi anasema wewe unanijia na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya nchi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue kuwa yuko Mungu katika Israeli. Yaani dunia nzima watajua yuko Mungu unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atendi sehemu ambayo mazingira yanaonesha naweza akatenda. Tunaelewana? Mungu atendi sehemu mazingira yanapoonyesha naweza akafanyaje? Akatenda. Namaanisha vipi? Nipe chance ya mimi kupigana Blight. Nani anashinda? Unavyofikiria tu mwenyewe. Mimi hapa, si ndio maana yake? Sasa Mungu hapo hatendagi sehemu kama hizo. Kwa nini? Hata akitenda hautamwamini. Tumeelewana? Hata akitenda hautafanyaje? Hautamwamini. Hata watu wa nje hawataamini kama ni Mungu kafanyaje? Katenda. Ila Blight akinipiga mimi, dunia nzima itasemaje? Kuna jambo hapa. Ipo siri na watakuuliza. Kwa Ezekiel Biblia inasemaje? Watu wawili watashika upinde wako na watakuuliza kuna siri gani na sisi utuambie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anatenda katika mazingira ambayo hayawezekaniki. Kumbe mshukuru Mungu ni mazingira yako ambayo hayawezekaniki. Kwa nini? Utamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja Yesu alikuwa anapita mitaa ya Bethlehemu, akafika sehemu akamkuta kipofu. Yule ni kipofu tangia utoto. Tangia utoto. Yesu akatamka maneno haya, akasemaje? Huyu kipofu mnayemuona, Mungu alimfanya awe kipofu kwa ajili ya siku ya leo, ili jina lake litukuzwe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu amekufanya wewe jinsi ulivyo kwa ajili ya siku ambayo ameipanga ya utukufu wako. Tunaelewana? Watakucheka, watakudharau, lakini ipo siku ambayo Mungu ameipanga kwa ajili ya utukufu wako. Tunaelewana? Kwa Mungu atendi sehemu ambapo panawezekanika kwa macho ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu aitwa Gideon kwenye Biblia. Alikuwa ni kamanda wa vita. Alikuwa ni mtu wa Mungu na kamanda wa vita. Kuna siku alipokuwa alipanga kwenda vitani, akamwambia Mungu, sasa naenda vitani. Mungu si rafiki yake. Akasema naenda kuvitani kupigana na majeshi fulani, wana watu 300 wale majeshi. Na mimi nachukua watu wangapi na mimi? 300. Mungu akamwambia Gideoni, wale wapo 300. Na wewe chukua watu wangapi? 300. Alafu watu 300 plus na mimi. Kweli? Akamwambia punguza watu. Akatoa 0.1. Unabaki watu wangapi? 30,000. Akaambia okay, Mungu abakia 30,000. Akaambia still wale wapo 300. Nyie mpo 30,000. Sasa hata nikukushindia tutasema kidogo mlimechi. Mpunguza tena. Akatoa 0 nyingine. Unabaki wangapi? 3,000. 3,000 mind you. 3,000. Umeona? Akaambia still 3,000 plus mimi bado ni mzigo mkubwa kwa wale watu. Toa 0 nyingine. Akabaki wangapi? 100. Akaenda vitani.
It means watu 300 kwa watu 300. Hivyo ushindi ukipata watu watasema nini? Ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wangeenda 300 na 300, alafu ukashinda ukasema ni Bwana. Watu Bwana, wewe umesoma tuisheni. Wewe kaka zako wote wamesoma. Wewe babako daktari. Eti leo kufa form 4 ni Bwana. Umeona hizo kitu? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema katika Yohana, je, neno jema litatoka Nazareti? Bwana Yesu asifiwe. Yesu alizaliwa Nazareti, kijiji kilichozaliwa, tena kwenye zizi la ng'ombe ndipo alipozaliwa mfalme. Tunaelewana? Kwa hapo ulipo kwa hali yako, Mungu anataka itumie hali yako hiyo hiyo kukutoa hatua moja kukupeleka hatua nyingine. Aliolala mwache alale. Sawa sawa? Mungu anataka kutoa hatua moja kupeleka hatua nyingine. Hivyo hivyo ulivyo. Kwa hiyo usitaki kujivuta sana, usitaki kujifananisha na mwingine sana. No. Unapojifananisha na mwingine, Mungu anakuacha kwa sababu unajitoa katika mstari wa Mungu, unajiweka katika mstari wako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anatumia vidhaifu ili kuviaibisha vyenye nguvu. Mungu hatumii vyenye nguvu kwenye vyenye nguvu, au hatumii vyenye nguvu kwenye vidhaifu, hapana. Anatumia vidhaifu. Yesu alimchukua Petro ambaye hajui kusoma na kuandika, lakini paka leo wanamsoma wa profesa wenye madigrii yao. Tunaelewana? Na wanasema huyu alikuwa mtu aina gani asijua kusoma na kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mpumbavu ambaye hawezi kumzania Petro, Yesu akamtumia. Mungu anamtumia Musa. Anamtumia nani? Musa. Asiyejua kuongea. Awatoa na Israeli Misri mbele ya Farao mwenye madigrii yake. Elimu ilianzia Misri, sawa? Mungu amtumia yule mpumbavu ambaye hajui kuongea. Sema wewe ndio kutumia wewe, katoa watu wangu pale waete huku. Musa asema nitawatoaje mimi kapuku? Asema ndio wewe nimekuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu atumia vidhaifu. Nani anajua story ya Mfalme Daudi mpaka anakuwa mfalme? Nani? Mfalme Daudi mpaka anakuwa mfalme. Sauli kamwasi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sauli ndiye alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli. Amemwasi Mungu. Alivyomwasi Mungu, Mungu akamtuma Samueli ambaye alikuwa ni nabii. Aende kwenye nyumba ya Yese. Yese ambaye ni babake nani? Daudi. Akamwambia Samueli, nenda kwenye nyumba ya Yese, nimejionea mfalme pale. Samueli ametoka amefika kwenye nyumba ya Yese, anamkuta babake Daudi. Akamwambia, naomba watu wako wote hapa. Mungu ameona mfalme mahali hapa. Tunaelewana? Akasema okay anyway. Akaita watoto wote wale baba pale. Vipande vipandikizo baba viende Samboi vimeshiba kweli. Sauli akaangalia, alipopita mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu. Samuel akamwona anavutia, ana body na fiziki, ni kama ana elimu ya kutosha, unaona? Samueli macho akamdanganya. Akasema, "Huyu ndio bwana anataka awe mfalme." Bwana Yesu asifiwe. Mungu akampiga kwenzi pale pale. Pale pale Mungu akukopesha. Akamwambia Samueli, "Mimi Mungu siangalii kwa macho, naangalia nini? Moyo." Tumeelewana? Akasema muulize Yese, hana mtoto mwingine? Samueli amgeukia Daudi, anamwambia Amina amgeukia babake Daudi. Mzee, kwani hao ndio watoto wako wote? Akasema ndio hao watu. Sema kuna kamoja hivi kanachunga ng'ombe huko. Kwani hapo tukahesabiagi sisi kako huko tu. Samueli alivyosikia vile akasema yes. Huyu ndio Mungu afanye. Kamchagua. Yule asiyetarajiwa na watu, wasiyemtegemea, ndio Mungu alimchagua huyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu angalia hali yako ilivyo nzuri kiasi gani. No. Mungu anatumia udhaifu wako kukuinua. Mungu atumii wa strength. Umeelewana? Mungu atumia udhaifu wako kukuinua. Kwa jivunie udhaifu wako ulionao, kwa sababu huo ndio Mungu atakaotumia kufanye kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Jivunie udhaifu wako. Usionee haya udhaifu wako. Mungu huinua wenye udhaifu ili waibishe wasio na udhaifu, waambie nimeona sasa mimi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kilema chako hicho nacho, kama ni cha akili, kama ni cha mguu, kama ni cha kuongea, kama ni kisembe, anything, Mungu atakitumia hicho, amekiweka kwa sababu. Niliwaambia siku moja watu nikasemaje? Hapa sisi tuko hapa nikamwambia hivi, mnadhani Mungu alishindwa kumponya Musa kigugumizi? Mungu anamfuata Musa, anamwambia Musa, nenda kaokoe watu wangu. Musa sema mimi na kigugumizi. Mungu anamwambia Musa, kwani huna kaka yako? Anasema ninaye. Nani? Haruni yupo. Akasema muite, ataongea kwa niaba yako. Hivi nikuulize swali.
Unadhani Mungu alishindwa kumtumia nani? Kumtumia Musa kwa kumponda kigumizi chake aende. Alikuwa anaweza. Yeye ndio kamuumba kigumizi kampa yeye. No. Lakini Mungu alikuwa na mission kwa Haruni. Kwa alitumia kigumizi cha Musa kukamilisha mission zake yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ule udhaifu wako ulionao, Mungu atatumia huo kujivunie jinsi ulivyo. Mwaka unaokuja Mungu anataka atumie udhaifu wako kukuinua. Bwana Yesu asifiwe. Na kimsingi Mungu hajaomba kitu kidhaifu duniani. Ni wewe unayesema una udhaifu, lakini Mungu akona upo sawa? Sawa kabisa. Biblia inasema katika Mwanzo kuwa Mungu asema alivyomaliza kuumba kila kitu asema vyote ni vyema. Vyote ni nini? Vyema. Kwa hata kama unatembea mguu mmoja mrefu mwingine mfupi, Mungu asema aliona hivyo nini? Vyema. Hayo ni macho yako tu. Tumeelewana? Kwa hivyo kwa mwakani anza kufikiria tofauti. Yes. Anza kujiona wa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Usimwangalie fani ukasema yule kapendelewa kuliko mimi. No. Wewe madhaifu ambayo umepewa wewe ndio Mungu. Yaani una madhaifu mengi, unajua na baraka nyingi. Yaani Mungu apitia madhaifu yako hayo. Kwa kama unao manne, huyo Mungu atakuinua sehemu 4. Bwana Yesu asifiwe. Useme mimi madhaifu yangu, mimi sijui kuongea kwa watu mimi. Sasa nitafanyaje mimi? Aliyokuumba ni nani? Si Mungu. Ndio kufanya usiongee kwa watu, sawa? Huyo atakuinua anavyojua yeye. Alimwambia Yeremia na kutuma sehemu fulani, wewe usifikie utaongea nini? Wewe nenda. Wewe ne? Yeremia akatia kaenda. Kwa hivyo ulivyo. Na umri wako, na akili zako, na maarifa yako, na umasikini wako. Mungu atakutumia hivyo, hataki uongeze chochote. Ndio maana nashangaa wadada wanaojichubua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimweka vile kwa lengo fulani. Yeye anaamua kuongeza pua iwe ndefu. Tumeelewana? Mkaka anachonga kope. Tumeelewana? Mungu aliweka vile na makusudi yake. Ina maana unamkosoa Mungu sasa. Si ndio? Yaani Michael Jackson mnamjua? Kafariki mwaka 2009. Alifanya operation ya pua zaidi ya mara 8. Anataka pua ya mzumpu wake ulikuwa mpana hivi. Akataka pua kazunguka hapo hivi. Sawa, of course babake alikuwa anamcheka akapatia. Yaani babake sikamzaa mwenyewe. Babake amemzaa mwenyewe. Lakini akasema mwanangu na bonge la pua. Yaani just fikiria babako amekuzaa akasema na bonge la nini? La pua. I say. Tumeelewana? Kwa akajaribu kujibadilisha maskini ya Mungu. Alivyojibadilisha ndivyo kilikuwa kifo cha Michael Jackson. Pua ilimtesa akaanza kutoa maji, alichonga dikidevu, akakata katikati. Ili awe kama wazungu. Kumbe anapotea. Kumbe Mungu alivyoumba vile vile angemtumia vile kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kujiona kivingine mwaka 2021. Amen. Auendi kwa mwaka kama uliopita. Kimsingi mimi hapa nilivyoenda Mbeya nimeweka agano kabisa na mdogo wangu, nimemwambia vipi? Mwaka huu ndio mwisho wa mimi kuteseka. Nimemwambia mwaka ndio mwisho wa mimi kufaje? Mwakani mpaka tarehe 31 mwezi wa 12 nafika. Yaani naenda kupiga hatua ndefu ambazo nitakuwa nizipige miaka yote ya nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema miaka iliyoliwa na madomado ya tunaenda kurudisha yote mwaka 2021. Tunaelewana? Kwa usichukulie just kama ulivyo ukajichukulia simple. No. Mungu ana mpango na wewe jinsi ulivyo. Mungu akwambia Daudi piga chuma. Nyanyua nondo upate 6 pack ili ukampige Goliath. No, Mungu akwambia Daudi hivyo. Alimwambia Daudi, alimuuliza swali gani? Akasema Daudi una nini? Akasema na kombero. Akasema ukota mawe. Akota nini? Alamfuata Musa atakao wavuke bahari ya Shamu. Ambaye Musa una nini? Una nini? Akasema na fimbo kama piga maji. Akamwambia una nini? Akasema Mungu mimi nina fimbo. Musa sio kweli. Tafuta nondo. Muona pasha. No. Una nini na kigeni? Mungu of course Mungu akwambia una nini? Anataka aone ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Mifano ipo mingi. Nabii Elia anamfuata mjane Selepta. Anambia una nini? Una nini? Akasema nina unga robo. Akasema nipe huo na utaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakubariki. Kwa usijichukulie simple.
Kimsingi unavyoingia mwakani, ingia na perception mpya, ingia na mtazamo mpya. Ule mtazamo wa vyuma vimekaza, mtazamo wa mambo ni magumu, mtazamo wa vitu haviendi, uache hapa 2020. Tunaelewana? Unaingia mwaka mwingine, mwaka 2021, na wewe sio mwananchi wa dunia hii. Wewe ni mwananchi wa mbinguni. Mbinguni kuna uchumi wake, mbinguni kuna katiba yake, mbinguni kuna watu wake, mbinguni kuna kila mfumo wa pesa wa mbinguni. Kwa hiyo usifikirie mifumo ya dunia. Hata kama mambo yaendi kiasi gani shuleni, wapo walimu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja wapo ni Roho Mtakatifu. Amesema atatufundisha. Kwa hiyo useme shuleni kwetu si hamna walimu, useme mambo yaendi, no. Mungu amesema nitakufundisha na nitakuonyesha mahali pa kwenda, macho yangu yakikutazama. Zaburi 32:8. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue Isaya 43:19. Kwa hiyo ni mwaka mpya tunaofuata, na Mungu atuahidi anaenda kutenda jambo jipya. Lakini ili atende jambo jipya, kumbuka kwanza inabidi uwe kama ulivyo na ujikubali kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Jikubali kama ulivyo. Mungu ndipo atakapokuongoza. Isaya 43:19 naenda kuisoma. Tazama nitatenda neno jipya mwaka 2021. Tuseme wote, nitatenda neno jipya mwaka 2021. Asema Bwana. Atatenda neno jipya. Anaposema atatenda neno jipya, unapata mtazamo gani kichwani? Mimi mmoja ninaupata. Kulikuwa na mambo ya zamani. Tumeelewana? Kulikuwa na vitu vya zamani ambavyo vimechoka, havina issue, magonjwa, kutokuendelea, umasikini, shida, kufeli na kadhalika. Mungu asema nimeviona mwaka 2020, lakini tazama naenda kutenda neno jipya. Sasa neno jipya lazima liwe zuri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naenda kutenda neno jipya. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua? Inawa mtaliona, mtalifahamu. Sawa? Nitafanya njia hata jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Unapata nini hapo? Kwa Mungu angalie conditions za kidunia. Mungu angalie hali ya dunia ili afanye jambo. Mungu angalie mawingu ili anyeshe nini? Mvua. Mungu angalie jua ili akaushe nguo. No. Bwana Yesu asifiwe. Hujasoma basi Mwanzo. Ukisoma Mwanzo 1 tu, sura ya kwanza mpaka mstari wa kwanza mpaka wa 4, Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Roho Mtakatifu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nini? Malizieni. Ikawa Mungu akaona nuru yakuwa ni njema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Fikiria, hapo ilikuwa jioni, ilikuwa na asubuhi bila jua. Bila nini? Huko mbele hapa, yaani ukienda mbeleni kwa siku ya ngapi ndio kuumba jua. Tumeelewana? Kwa Mungu angalie conditions za kibinadamu. Angalia unaofahamu kiasi gani, angalia una elimu kiasi gani ya kibiashara ili atende no, anaangalia yeye anataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 1:12 anasema ninalitazama neno langu nipate. Asemi ninaangalia elimu yako, ninaangalia mashosti zako, no, ninaangalia marafiki zako, hapana. Anatazama neno lake ili apate kulitimiza. Naam, amesema atachipusha hata mito jangwani. Is it possible kuingiza mito jangwani? Haiwezekani. Sio maana yake. Hapa tumisheni sio jangwani kuleta maji hawezi. Lakini anasema jangwani atasifanya mto wa maji. Penye shida Mungu ataleta faraja. Penye madeni Mungu ataleta faraja. Kwenye magonjwa Mungu mwakani anaenda kutenda jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usichukulie mwaka 2021 kama miaka ya kawaida. Anza kuona mwaka wa tofauti. Luka 4:19 anasema hivi, huu ni mwaka wa Bwana uliokubaliwa, 2021. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale 2020 futa. Yanapofika dakika moja, Mungu asante.
Kwa sababu naenda kuanza upya na wewe, kwa sababu umesema unaenda kutenda jambo jipya. Tazama, ya kale yamefanyaje? Yamekuwa mapya. Usifikirie, nitakushangaa ukiingia na akili za mwaka 2021. Mungu hawezi kutenda jambo jipya. Biblia inasema, Mungu anasema siwezi kuchukua kinywaji kipya nikaweka kwenye kibuyu cha zamani. No. Nataka kibuyu kipya na kinywaji kipya. Ina maana kutaka wewe uwe mpya ndipo lete jambo jipya. Na upya unaanzia kwenye ufahamu. Anza kufikiria tofauti. Usijione wewe una mikosi kwa sababu ufanikiwi. Usijione wewe ndio una shida kuliko dunia nzima. Usijione wewe ndio kama unaonewa. Yaani una madhaifu kuliko wote. No. Nimekwambia Mungu anataka atumie madhaifu yako hayo ili akuinue. Mungu hamtumii mtu ambaye ana madhaifu. No. Hayupo. Hayupo. Mungu anamtumia Mathayo. Mathayo si mtoza ushuru. Alikuwa anaonekana mwizi tu. Mungu anamtumia ni mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamtumia Paulo, mkabaji. Paulo alikuwa jambazi kama jambazi wengine tu. Mungu akamtumia huyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anza kuongea tofauti, anza kuact tofauti, anza kufanya mambo tofauti. Anasema nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Na mito ya maji nyikani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Umstari nilikuwa nataka niendelee nao, sema kama ila utausoma kwa muda wako wa 20 ni mzuri. Ya kwamba Mungu akishafanya hivyo, hata waliokuwa wanakucheka watakuheshimu. Watafanyaje? Anasema wanyama wa kondeni wataniheshimu, mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Watakufuata watu kipindi ambacho hawakutegemea wewe utakuwa na kitu, alafu utawapa kitu, watajishika mikono kichwa, watasema hadi huyu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema mbuni ataniheshimu, mbweha ataniheshimu, kwa sababu niliwapa maji wapi? Jangwani, kipindi wao sipokuwa na kitu. Mungu anataka maeneo kama hayo ili ajionyeshe kama ni mwenye nini? Mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema macho ya Bwana yanazunguka huku na huku yakimtafuta mtu aliyokamilika. Mtu aliyokamilika nini? Mtu aliyokamilika moyo ndio mtu amelikuwa kuelezea hapa, ambaye anajiona yeye kama alivyo na anamwona Mungu ndio kila kitu kwake na sio vitu vingine. Achukue opinion za marafiki, achukue opinion za watu ambao wanamzunguka. Anaangalia Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio mtu ambaye Mungu anamtafuta, mtu aliyokamilika nini? Moyo, ili ajionyeshe kama mwenye nguvu. Sasa yamkini amepita katika familia yako akakuona wewe. Akakuona wewe na wewe ndio wenye mliokamilika moyo. Sasa Mungu anataka kutumia wewe ajionyeshe kama ni nini? Mwenye nguvu. Utagundua kwa Mungu ana hamu sana kujitukuza, ya kujionyesha kama ni mwenye nguvu, ila hajapata watu sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo katupata sisi hapa. Na tunaamini mwaka huu anaenda kututumia ili ajionyeshe kama ni mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 21. Wengine kusoma Ufunuo wanaanzaga sisi wala moto. Ufunuo 21:5. Ufunuo 21 21:5. Hilo. Bwana Yesu asifiwe. Naye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Ni nani wewe? Yes. Naye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno haya ni amini na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ameongea kwa msisitizo. Hajasema tu akasema tazama yule aliyokaa kwenye kiti cha enzi. Kwenye kiti cha ni mfalme huyu, ana mamlaka yote. Atakachokisema ndicho, hakuna kukipindisha. Anasema tazama mimi nimesema ninaenda kufanya mambo yote mapya mwaka 2021. Bwana Yesu asifiwe. Ninaenda kufanya mambo yote mapya mwaka 2021. Hakuishia hapo, akasema sikiliza, sio nabahatisha, yaandike mambo anayokuambia, niamini na kweli. Niamini na nini?
Usipoamini ni juu yako. Mimi nishajiwekea unabii kitambo kwa mwaka huu kweli naenda kufanya jambo jipya kwenye maisha yangu. Sijui wewe. Hata mimi pia. Kuna andiko moja napenda kuliongea. Habakuki tuliandika nini? Andika ndoto. Habakuki 2. Ili watu waisome. Unajua maana yake nini? Sio andike kwenye daftari afu wapitishie watu hivi. Usione aibu kumwambia mtu. Kichopo wapi? Sijakwambia mpe siri ya biashara. Mind you. Kama hivi, kama si nimeongea, jamani mwenzenu mwakani. Sitakuwa kama nilivyo. Usiogope kumwambia mtu tumaini lako. Bwana, mbona niambia rafiki yako asikiliza. Mimi ninavyoona hapa, nishakulaga na Mungu wangu. Mwakani mimi naenda kwa mtu mwingine. Sio kama hivi. Mungu anataka utamke ili atimize. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukupa kazi hata umaliza chuo. Akiamua, angalia condition zako. Sawa sawa. Nakumbuka mimi msomo mmoja wa Mosi tulikuwa tunasoma shuleni. Aliniambiaje? Hivi mimi ndo nilimuuliza. Kama hivi unajua hapo ulipo Mosi unaweza kuwatia wa Tanzania. Tio. Kwa nini? Aliangalia alivyo. Akaangalia tandika. Akajiangalia darasani hata wa kwanza hajawahi kuwa labda unaona. Alafu niwe tio. Haiwezekani, sawa? Kumbe Mungu hakutaka wewe sasa. Ili ajionyeshe kama ana nini? Anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lishike ile andiko kwa makini. Ili Ufunuo 21:5. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama na yafanya yote kuwa mapya. Akaniambia andika maneno haya kwa sababu niamini na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kufikia hapo nadhani kuna kitu mtakuwa mmekipata, sawa? Ni kubwa tu. Andiko ambalo nitaka binafsi mimi au sisi kama familia tutembee nalo mwaka ujao. Ni la kawaida lakini ni kubwa. Ni ahadi ya Mungu ambayo tuahidi itatimia. Yaani sisi hata hali ikibadilika sisi tutachanua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata uko nje huko wakisema kwa mambo siku hizi haeleweki. Jana nilikuwa nanunua vile vidude. Nipo nanunua vile container hapa. Mwingine anauza container pembeni ndio akasemaje? Anaambia wenzake, jamani hapa tuanze maombi. Yaani siku hizi wateja hawapo wanalinga. Sasa hivi mteja mbembeleza mpaka unapiga magoti lakini achukue chochote. Kwa nini? Hali ni mbaya maana yake, sawa? Lakini mwana Mungu ukisimama pale, Mungu asema hata wasipouza wale. Wewe uchumi wako unatokea wapi? Juu. Hautokei duniani. Bwana Yesu asifiwe. Naomba moja tusome mambo ya Walawi 26:5. Ili andiko mimi nitaliprint kabisa. Ndafade? Tutembee Mungu kwenye andiko kama hivyo. Mambo ya Walawi 26 alipata alisoma. Mambo ya Walawi. Some tumalizie hilo. Hiyo tena kupula. Of course. Mambo haya Tena kupula nafaka kwenu. Kutaendelea hata wakati wa kuvuna. Bwana hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kupula ni kama kuvuna. Tumeelewana? Anakuambia utavuna mpaka wakati wa kupanda. Wenzako wanapanda utakuwa bado unaendelea kufanya kuvuna. Endelea. Na kuvuna zabibu kutaendelea hata wakati wa kupanda mbegu. Yaani utavuna mpaka wengine wanapanda mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Nanyi mtakula chakula chenu na kushiba na kuketi katika nchi yenu salama. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nchi yetu sisi itakuwa salama kwenye magonjwa, salama kwenye uchumi, salama kwenye magombano na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe. Ukiendelea chini, msomo unafuatia chini wa mwisho malizia mstari wa chini. Malizia je? Nami nitawapa amani katika nchi. Tena mtawala wala hapana atakayewatia hofu. Nami nitawakomesha wanyama wabaya katika nchi yenu. Wala hautapita upanga katika nchi yenu. Nanyi mtawafukuza adui zenu nao wataanguka mbele zenu. Hapo Bwana Yesu asifiwe. Yaani chochote ambacho adui amekipanga kwa sisi mwakani akiwezeka
Hakiwezekaniki. Tutaprint tutaweka pale. Ukishindwa hata kusoma sema hivi. Print kwa. Ukishindwa siku kwa mambo magumu sema Mungu tuliweka. Ili ndio agano ambalo tunaingia na Mungu wetu siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaingia na siku ya leo. Leo tunaingia na agano hili hapa ya kwamba Mungu wetu tumesoma neno lako na tumelijua. Tutakuona. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu umesema unalitazama neno lako upate kulitimiza. Sisi tunaingia agano na wewe kupitia neno lako kwenye neno hili hapa. Umesema hivi 5 mpaka 8. Sawa? Umesema kuwa wakati wetu sisi wa kuvuna nafaka hautakoma. Tutavuna majira yote ya mwaka, tutavuna tu. Bwana Yesu asifiwe. Wenzao wanavopanda na kutafuta wateja, sisi tunaendelea kuvuna. Sawa? Pia umesema wadudu wote wa nchi wachae waganga hawatatuweza katika mwaka unaokuja. Hawatapita. Ukishindwa hata kama umechoka sema hivi, Mungu tazama pale tuliweka agano na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asema nikumbushe. Mengi tu mtu akiingia ndani kwake, si ndani kila chumba tunaweka. Sawa. Mungu asema nikumbushe tusemezane. Ukimkumbusha leo hii pale Mungu tuliweka agano na wewe pale, kumbuka. Mungu ataangalia na atafanyaje? Atafanya. Kwa hiyo ombi letu la dakika 5 hizi litakuwa kupitia mstari huo tuliousoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu tumelisikia neno lako ya kwamba unaenda kutenda jambo jipya na umesema neno lako niamini na kweli. Tunapoenda kuanza mwaka huu Bwana ukasimama na sisi sawa sawa na mambo ya Walawi 26:5 mpaka 8 ya kwamba utafanya 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuna dakika kama 5 za kufanya hivyo. Biblia inasema walipo wawili watatu wamesimama kwa jina langu mimi Mungu nipo katikati yenu. Mungu ametusikiliza. Tungefanya mapatano. Good. Ili adui asitumie njia ya kumfanya mtu mwingine amumunye maneno. Amina. Utaongoza au niongoze? Ongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana kila mtu si anatamka. Yuko hapa wengine tutajikuna tu hapa sasa. Nasema nitaprint nitaandika. Kwa somo naliangalia kwa Mungu tulipatana na wewe siku ya leo. Bwana mwaka basi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kufanya hapa ni kitu ambacho hakionekani kwa macho, sawa? Lakini tunasema Mungu anaanza kutenda rohoni. Kwa Mungu atajibu kwa kadiri ya imani yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Na mwenye imani kubwa Mungu atatenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba ukimaliza usitake kufanya kuzidi. Umeona? Issue za kutamka hivi hakuna kitu kama hicho. Sawa? Unaelewa? Tamka kama askari. Mungu anasema sisi ni makuhani na wafalme. Kwa wakati mmoja hapa tupo kama makuhani, tupo kama wafalme wenye amri. Unaelewa? Kwa nini maombi mafupi mimi naenda kuomba. Alafu nitamwacha kila mmoja aombe sasa kwa mahitaji yake mwenyewe mwaka 2020. Sawa? Kwa dakika chache. Kwa mwaka utaanza tuko tunamalizia maombi. Sawa? Kimsingi sisi tumeshaanza kwa sababu tuko katika ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Tunakamilisha tu mwilini sasa hivi. Lakini Bwana alishatangulia sisi mwaka 2021 na tumeshaufika kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tuseme Mungu Baba, tuko mbele zako ndani ya damu ya Yesu. Kwanza kabisa tunasema asante kwa utakatifu ambao Mungu unaonekana mahali hapa leo. Tunasema asante hata kwa neno tulijifunza mahali hapa siku ya leo. Kwa Bwana angalia kile kidhaifu ili
umwaibishe mwenye nguvu. Leo hii tunakuomba Bwana wetu, ukatazame yale madhaifu yetu na ukayatumie kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu. Tunaamini sawasawa neno lako ya kwamba lolote tunalifunga hapa duniani limefungwa na mbinguni, na lolote tunalifungua hapa duniani limefunguliwa na mbinguni. Pia Bwana, kwa ile Danieli 9:14 umesema wewe ni Mungu unaishika na kutunza maagano. Kwa leo tunaweka mahali hapa kwa moyo na dunia mamoja, tukiweka agano na wewe Mungu wetu sawasawa neno lako kwenye ile Mambo ya Walawi 26 na ule mstari wa 5 mpaka wa 8 ya kwamba katika mwaka unaoanza 2021 wewe Mungu unaenda kusimama na sisi kwenye kila eneo la maisha yetu katika jina la Yesu. Bwana umesema kwenye mwaka 2021 hakuna nyakati mbaya itainuka katika jina la Yesu. Umetuahidi ya kwamba wale nyoka, wale nge, wale simba, wale dubu wa kipepo, Yesu Kristo unaenda kuwasambaratisha mbali maisha yetu katika jina la Yesu. Pia umetuahidi ya kwamba uchumi wetu, afya zetu, kazi zetu, biashara zetu zote zinaenda kwa salama katika jina la Yesu. Maana umesema tunaenda kuvuna nafaka zetu hata wakati wa kupanda. Wanapokuwa wanatabika, wanahangaika, Yesu Kristo umeahidi unaenda kuletea hata mito jangwani katika jina la Yesu. Leo hii tunaukabidhi mwaka 2021 mbele zako Mungu wetu. Wewe unaujua tangu mwanzo mpaka mwisho. Basi Kristo, hebu tembea kila mwezi, kila wiki, kila siku, kila saa, ukang'oe kila mapanga, ukang'oe kila mapanga ambayo adui aliyapanda katika jina la Yesu. Maana umesema kila pando ambalo adui amelipanda kwenye mwaka 2021 Mungu wetu unaenda kuyang'oa katika jina la Yesu. Yale mapando, yale mapoza waliopanda maadui zetu, yale manuizo, yale maneno walitamkia maadui zetu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu tunayafuta katika jina la Yesu. Na sisi kwa imani na umoja wa mahali hapa tunapanda mambo mema, tunapanda ushindi, uzima, afya njema, mafanikio katika jina la Yesu. Ule mwaka 2021 rasmi tunautia ule muhuri wa ile damu ya Kristo. Hakuna mganga, hakuna adui, hakuna mchawi wala shetani ataita chochote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunasema asante Mungu wetu kwa sababu umesema kwenye Ufunuo 21:5 ya kwamba Yesu Kristo uliyeketi kwenye kile kiti cha enzi unaenda kutenda jambo jipya katika jina la Yesu. Tazama, huu mwaka unatujia kwa kelele, kwa vitisho vya magonjwa, vya uchumi, vya vita, mafarakano, unatujia na vitisho vya kila namna. Lakini sisi sawasawa na mtumishi wako Daudi tunamjia kwa neno lako, kwa damu yako, kwa ahadi zako, kwa jina lako Yesu Kristo. Maana umesema wewe ni Alfa na Omega, wewe ni
mwanzo na mwisho. Leo hii tunakukaribisha Yesu Kristo, ukaanze na sisi, ukamalize na sisi, maana umesema wewe ni Alfa na Omega, ukawe Alfa na sisi, ukawe Omega na sisi, katika jina la Yesu. Zaidi ya yote, neno lako linasema ya kwamba hatua za mtu mwenye haki wewe Mungu uziongoza na kuzimarisha. Basi kuanzia sasa hii ukaziongoze hatua zetu kwenye kila mwezi, kila wiki, kila saa, kila siku ya mwaka 2021. Tunasema asante, na umesema lolote tutakaoliomba pamoja huu ewe Mungu unasikia na unalifanya, katika jina la Yesu. Kwa dakika mbili muombe Mungu mahitaji yako mengine ya mwaka huu. Mwaka umeshaanza, mshukuru Mungu kabisa. Ndio Bwana, asante kwa sababu mwaka umeshaanza.